ambalo ningependa kuwakumbusha wazazi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Pwani. Kuna desturi ambayo imezuka, desturi ambayo inawaumiza walimu wa madrasa za Qur'ani ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkoa wa Pwani kwa ujumla. Tabia ya wazazi unapofika mwezi wa Disemba kuwachukua wanafunzi wa madrasa na kuwapeleka likizo kwa wazazi wao mikoani au vijijini. Hili ni jambo ambalo linashamiri mwaka hadi mwaka, na hata ndani ya mkoa wangu wa Pwani mwaka huu nimefuatilia madrasa kadhaa. Janga hili limeenea kwa kiasi kikubwa sana. Watu wamefunga shule, basi unakuta siku ya pili madrasa iliyokuwa na watu 150, 100 wamebakia 20, 30. Hili ni kosa ambalo tunalifanya. Hili ni kosa. Tukumbuke kwamba sisi Waislamu ndio wale ambao huwa tunatengeneza masali kwamba muda wa skuli ni mkubwa, tunaomba muda upunguzwe kule skuli, tupate muda watoto hawa waje kusoma Qur'ani katika madrasa. Lakini unapofika muda sasa vijana wanatakiwa wakasome madrasa, wazazi wale ndio wanaofika mahala kuwachukua wanafunzi. Mimi ndani ya mkoa wa Pwani nitatoa waraka maalum biidhnillah taala, utasambazwa katika madrasa zote kuhakikisha kwamba kuna kuwa na adabu na nidhamu kubwa sana kumchukua mtoto pale ambapo shule imefungwa. Tunaweza tukaweka maelekezo, ima imebakia wiki moja, watoto wanaweza wakaruhusiwa wote wakaenda kusalimia wazazi. Lakini haiwezekani mwezi mzima watoto wanachukuliwa. Hili ni jambo ambalo mimi kama mlezi wa mambo ya nidhamu ya dini ya mkoa wa Pwani, hili jambo nalipinga na sipendi liendelee kwa wazazi wa Kiislamu. Muda huu na wakuta wa kusoma watoto wafidie masomo yao ambao wameyakosa wakiwa kule school, leo wanachukuliwa na wakiambiwa wazazi wanakuwa wakali. Hili ni jambo ambalo hatutakiwi kuliachia kwa sababu tunahitaji leo watoto wafundishwe. Tunapolalamika mmomonyoko wa maadili, tunahitaji sasa hawa watoto wafundishwe maadili katika madarasa zetu za Qur'ani, katika shule zetu mbalimbali ambazo zimeanzishwa ndani ya mitaa yetu, ili watoto wamjue Mungu na wajue mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ninawarai wazazi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Pwani, desturi ambayo tunaendelea nayo ya kuwahamisha watoto katika kipindi cha mwezi Disemba au mwezi Juni, katika kile kipindi cha likizo ndefu, tunawapeleka maeneo huko ya kuwaona mabibi, mababu, ni jambo zuri, lakini haiwezekani mwezi mzima. Huko waliko hivi sasa hawasomi, wanacheza, na baadhi ya watoto au wanafunzi walishajengewa misingi fulani ya kimaadili. Unapowatoa maana yake unakwenda kuwafanya walikuwa wanasali, hawasali hivi sasa. Hakuna mtu anayewafuatilia mambo ya sala, hakuna mtu anayewafuatilia mambo ya maadili, mambo ya masomo mbalimbali. Kwa hivyo hii ni mistake ambayo mimi sipendi tuifanye ndani ya mkoa wa Pwani, na maelekezo kupitia ofisi ya Sheikh wa mkoa yataandaliwa waraka maalum na fomu maalum zitasambazwa kwa madarisi zote kuhakikisha kwamba tunakuwa na nidhamu ili watoto wetu waweze kusoma. Hawa ndio wanaoitwa Gen Z. Gen Z maana yake ni generation iliyokuwepo hivi sasa. Sasa na sisi tunaielea vipi hii Gen Z ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni lazima tuwalee katika misingi ambayo watakuja kuelewa nini maana ya amani, watakuja kuelewa nini maana ya haki. Hii ni misamiati ambayo hivi sasa inatakiwa itafsiriwe na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipi kinaanza, kipi kinafuatia? Sasa ni lazima wazazi tuwe na discipline na nidhamu ya hali ya juu kabisa. Shule zimefungwa, watoto wasome japo robo 3 ya likizo. Baada ya hapo wanaweza kapewa wiki moja wakaenda kufresh akili zao kabla ya shule kufunguliwa, lakini si kwa mtindo huu ambao unaoendelea hivi sasa.